Ahiye hiye baba hoyo hoyo. Tena wata baba na wata tedo bayona do do be aye tedo bayona da he kilos. Ate do wo karamahe ha ho hiye ha. Tarehe 27 mwezi wa 6 2026 ni tukio kubwa la kipekee na la kihistoria katika wilaya ya Karatu ambayo imeandaliwa na TICO, yani Tanzanian Era Community, na tukio hilo litafanyika katika eneo la makumbusho katika hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro, lakini jambo hilo limekuwa na picha tofauti tofauti katika jamii hii ya Wairak. Leo ni tarehe 25 ambapo viongozi mbalimbali wameweza kuingia katika eneo hili la mnada kufanya manunuzi kwa upande wa mbuzi pamoja na mifugo mingine yote katika maeneo hayo. Anaitwa Kado Ambrose Ombai, ni mwenyekiti wa TICO jumuiya ya Wairak Tanzania. Kesho kutwa, yani tarehe 27 mwezi wa 6, tuna tamasha letu kama ambavyo tumetangaza kwa siku chache zilizopita. Hapa ndiko mnadani tunafanya manunuzi ya mwisho kwa ajili ya tamasha hilo. Ni wakaribishe wana Karatu, wana Mbulu, wana Aido, wana Babati, wana Hanang wote katika tamasha hili ambalo kimsingi linatuhusu sisi Wairak. Tamasha litafanyika njia ya panda Karatu. Kutakuwa na vyakula vya asili, tutakula amu, tutakula kasi, na tamasha litaanza mapema saa 12 asubuhi. Tutafanya mazoezi ya kukimbia hapa Karatu mjini tukishirikiana na timu ya halmashauri ya wilaya ya Karatu. Baada ya hapo tutaelekea eneo la tukio kwa ajili ya dua maalum ya wazee. Baada ya hapo tutaendelea na ngoma na mambo yote yaliyoandaliwa kwa ajili ya siku hiyo. Naitwa Tumaini Magnus, ni mkazi wa Karatu. Kuhusu hili tamasha la TICO la Wairak, kwa kweli ni jambo kubwa na niwapongeze sana walioliandaa. Wametuheshimisha wana Karatu kwa sababu naamini ni tamasha ambalo litaitangaza Karatu yetu na litatangaza jamii ya Wairak kwa Tanzania nzima na hata kwa ulimwengu. Kwa kweli ni jambo zuri kwa sababu tunaishi katika zama ambazo tamaduni zinaanza kupotea, watu wanaanza kusahau walikotoka, na Waswahili wanasema mkataa kwao ni mtumwa. Kwa hiyo tunaamini kwamba jambo hili litaanza kuleta hisia za watu kupenda utamaduni wao, kufahamu na kuheshimu. Nitumie tu fursa hii kusema tunashukuru sana kwa kuandaa jambo hili zuri na tutashiriki. Bari, mimi naitwa Freddy Richard Tarimo au unaweza kaniita Mr. Michongo site. Niko hapa kwa ajili ya kupongeza jitihada na juhudi ambazo zinafanyika juu ya tamasha la Wairak ndani ya wilaya ya Karatu ambalo linajulikana kama TICO. Kimsingi naweza nikachukua nafasi hii napenda kuwapongeza sana waandaaji wa tamasha hili kwa sababu nadhani toka nimefika kwenye mji huu sijawahi kuona tamasha hili likifanyika, na mimi kama mdau naweza nikasema, kwa sababu mimi mama yangu pia ni Mwirak, naweza nikasema nawapongeza sana ambao wameandaa tamasha hili kwa namna ya kipekee sana, kwa sababu limechukua muda mrefu. Zaidi ya yote, nipende kuchukua fursa hii kuwakaribisha sana watu wa Karatu, Manyara, Mbulu, Hanang, Kiteto na maeneo yote ya karibu. Kwa wale ambao wanafahamu kwamba mila na desturi za Wairak, ni vema zaidi wakajumuika pamoja katika eneo maalum la Geopark ambalo limeandaliwa kwa ajili ya siku hiyo maalum ya tamasha kubwa la Wairak. Nakumbuka kwamba siku hiyo mgeni rasmi ni naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Silo atakuwepo siku hiyo. Kwa hiyo nawakaribisha sana watu wote ndani ya wilaya ya Karatu. Karibuni sana, mjisikie fahari, mjisikie nyumbani. Kutakuwa na vyakula vya asili ya mila ya Kiirak. Kutakuwa na vitu vingi ambavyo utajifunza siku hiyo. Kama wewe ni Mwirak, hata kama wewe sio Mwirak pia, unaweza kujumuika siku hiyo ukajiunga hapo ili uweze kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanafanyika katika tamaduni za Wairak siku hiyo. Kipekee nawakaribisha sana, na nichukue nafasi hii pia kuwapongeza sana
Darubini Digital kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya kwa kuhamasisha na kuboresha jambo hili na kuhamasisha wadau wote wa maendeleo ndani ya wilaya ya Karatu. Na niipongeze pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bila kusahau Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mama Samia kwa kutoa wigo na fursa katika mji wa utalii kufuatilia na kujua nini ambacho kinafanyika katika mji huu, hususan kugusa mila na desturi za kabila tofauti tofauti. Tuliona Wahadzabe walifanya, tuliona Wamasai pia, tukaona Wadatoga, sasa ni zamu ya Wairaq. Jina langu naitwa Daniel Sule. Iraq Shemerun Laoimi, Mugba Babati, Mugba Katesh, Mugba Imboru ni Mugba Karatu. Lawa Hung Shemero. Kwa niaba ya viongozi wangu wa jumuiya ya Wairaq Tanzania TIKO, nina furaha kualika kwenye siku ya Wairaq tarehe 27 mwezi wa 6 itakayofanyika Geo Park, njia panda ya kwenda Ngorongoro. Geo Park, usisahau. Niwakaribishe wote. Niseme tu kwamba kwa sasa maandalizi yamekamilika kwa asilimia kubwa, na bado tu siku 2 ili tufike kwenye kilele cha siku hiyo. Niwakaribishe. Kwanza kabisa nitambulishe hiyo TIKO ni nini. TIKO ni umoja wa Wairaq wanaoishi ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, ambao wameamua kujiunga ili kudumisha na kuhifadhi utamaduni wa kabila letu. Kama mnavyojua, changamoto za kiteknolojia sasa zinafifisha utamaduni wetu, lakini sisi tumeamua tufanye siku hiyo maalum ili kuhuisha yale mambo mazuri katika utamaduni wetu. Ninawakaribisha sana, msikose. Orio, karibuni Karatu, do aware. Siku hiyo itakuwa siku ya furaha sana. Asante. Mungi khirfuti irqor bara Tanzania ni ya Tanzania na mushemero ambayo irqoroka. Kwa ujumla niseme mimi naitwa Antoni Faustini, ni mchungaji kanisa la Elim Pentekoste, lakini tuna jambo letu kama TIKO, jumuiya ya Wairaq Tanzania na walioko nje ya Tanzania. Jambo hilo linafanyika hapo eneo la Ngorongoro pale njia panda. Ni jambo la kuhuisha tamaduni za Wairaq. Wa kabila letu la Kiiraq inachukua mikoa kadhaa kama Arusha, mkoa wa Manyara, lakini Wairaq wako wengi wametawanyika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo mimi niseme ni jambo zuri, Wairaq wamekumbuka kutuunganisha kwenye jambo hili. Mimi ni mjumbe tu kama Muiraq, nimependa pia kushiriki na nataka pia nione jinsi tamaduni hizi zinavyodumishwa. Nimesema hivi kwa sababu kila kabila ina tamaduni zake. Kama Wairaq, tamaduni zetu tumeipoteza. Mimi mwenyewe ni Muiraq na mke wangu ni Muiraq. Wakati naongea Kiiraq wakati mwingine tunachanganya na Kiswahili, lakini watoto wetu wanatushangaa, hawaelewi. Sasa mtoto wakati mwingine yuko kwenye mchanganyiko wa makabila mbalimbali, lakini ile lugha yetu ya asili tumepoteza, na kuna vitu vingine vya asili tumepoteza. Kwa hiyo kuna hata vyakula vya asili pia tumepoteza kwa sababu ya mchanganyiko na maendeleo ya utandawazi wa nyakati tulizo nazo. Kwa hiyo niwapongeze viongozi wetu, mwenyekiti pamoja na ile kamati kufanya jambo hili. Ni jambo zuri ambalo linahuisha utamaduni wa Wairaq. Kwa hiyo mimi kabisa ni Muiraq, ana Antoni Faustini Ohaihari. Kwa hiyo ni vizuri tukiibua mambo yale tumeacha zamani. Kwenye mambo ya Kiiraq kuna zile matunda pori akai. Siku hizi hizo vitu hamna, watoto wajui. Na kuna matunda naitwa nukai. Hivyo vitu siku hizi watu hawaelewi. Kuna dati, kuna titiwi, kuna matunda mengi ya asili ambayo hata vitu vile vya asili tumeacha, vyakula vya asili. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba Wairaq, hebu tudumishe ile tamaduni ambayo haitakinzana na Mungu. Mungu awabariki. Niwakaribisha watu wote tushirikiane kwa ujumla. Asante kwa niaba ya viongozi wangu wa TIKO. Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Mwalimu Bonaventura Amibura, mwalimu mkuu shule ya msingi Sumawe.
wakazi wa Karatu na Mwira kwa kabila. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakaribisha sana, kualika sana kwenye tamasha la Wairak linaloenda kufanyika tarehe 27. Ni tamasha kubwa sana la kifahari sana kwa wakazi wa Karatu na jamii kwa ujumla, hasa Wairak, lakini hata na makabila mengine yanaalikwa. Na kama mnavyofahamu kumekuwa na utandawazi mkubwa, kwa hata watoto tulionao au watu tulionao sana sana hawa watoto wa miaka ya karibuni hawafahamu tamaduni zetu kama Wairak kwa kiasi kubwa. Kwa hiyo watakapokuja kwenye ile tamasha watajifunza mambo mengi yanayohusiana na Wairak, vyakula, vinywaji, mavazi na mambo mbalimbali. Kwa hiyo nichukue fursa hii sana kualika sana watu wote, hasa wakazi wa Karatu na pembezoni mwa Karatu, waje kushiriki kwenye hilo tamasha kubwa, tamasha la kifahari sana kwa kabila la Wairak. Hivyo karibuni sana. Kwa jina naitwa Charles Goranga, ni mwenyekiti wa baraza la wazee wilaya Karatu, na pia ni mwenyekiti wa vikundi vyote vya wazee wilaya Karatu. Kwa mujibu wa kazi zangu na shughuli ambazo tunazifanya za wazee, upande wa baraza la wazee huwa tunashughulikia na mambo yote ya baraza la wazee katika ngazi zote za kata, vijiji na hata vitongoji. Vikundi vya wazee vimeundwa huko ili kuimarisha huduma za wazee, mashauri mbalimbali, migogoro mbalimbali ambayo ni rahisi kutatuliwa na wazee ambao wana uzoefu juu ya mambo yote ya jamii. Lakini pia baada ya na hii baraza la wilaya tuliunda mwaka 2021. Ndipo nilipochaguliwa kuwa mwenyekiti wa baraza la wazee la wilaya. Baada ya hapo, kutokana na umuhimu wa watu wa mila au sehemu ya mila ya wazee, tuliunda pia uongozi wa wazee wa wilaya wa mila. Mwaka huo sisi tulichaguliwa mwezi Januari, lakini mimi nikaunda ile uongozi wa mila ya wazee mwezi Julai 2021. Na hawa ndio waliotusaidia sana katika mambo mengi sana ya mila. Kwa sababu walichagua uongozi wao wa kiwilaya wa kutatua migogoro katika jamii, katika ofisi ya mkuu wa wilaya pale. Na walishughulika na migogoro yote ya kijamii, hata yale yaliyoshindikana mahakamani akawa nazungumzwa na wazee. Na walifanya mafanikio makubwa kiasi kama mwaka 2023 tulipewa kuwa wilaya bora katika mkoa wa Arusha. Tulipata taarifa juzi kwamba kuna vijana wetu katika wilaya zetu mbalimbali za mkoa wa Arusha, mkoa wa zamani wa Arusha ambayo ni Mbulu, Karatu, Hanang na Babati, kwamba vijana wale wasomi wamejaribu kuorganize kuona kwamba waweze kupata haya mambo, wakutane, waoneshe tamaduni zetu za chakula, za mapishi na kadhalika. Sana na wazee wale wa uongozi wa mila wa wilaya tukaeleza jambo hilo, wakaliunga mkono. Kwa sababu vijana wale walifanya maandalizi yote ya awali, basi tukasema tushirikiane katika hiyo eneo la Geopark, eneo la hifadhi ya Ngorongoro, pale njia panda, ili basi tuone hayo ambayo yatakuwa yameandaliwa.